Yesu Kristo asifiwe. Wandugu watazamaji, wandugu nao nitazama na kuniangalia kila mahali, labda kwenye gari zenu, labda kwenye simu, kwenye TV, labda kwenye uko kazini unasikiliza kwenye headphones zako. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ikukute kila mahali ulipo. Baraka zitokanazo na Mungu wetu aitwaye Yesu Kristo wa Nazareti zikuguse na kukulinda siku zote. Wewe labda unaumwa, basi simama hapo ulipo katika jina la Kristo Yesu. Wewe labda unafungwa, basi ufunguke katika jina la Yesu Kristo. Wanaoumwa na watangazia uponyaji, wanaofungwa na watangazia ufunguo, wakafunguliwe kabisa, wakawe huru katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninafurahi sana kuwa na ninyi katika kipindi hiki, wandugu nilioko Kenya, wandugu nilioko Namibia, Afrika na kwa jumla Kongo, wandugu walioko Tanzania, wandugu walioko Burundi, Amerika, Ulaya, Australia, nchi nzima, mahali popote ulipo unapokuwa unanisikiliza. Si mwingine anaongea hapa ni mimi Joel Eomba Londani. Na zidi kumshukuru Yesu Kristo kwa uweza na nguvu zake. Na zidi kumshukuru Yesu Kristo kwa upendo wake pia ambao ametupenda na kuweza kutuletea yale ambayo tunahitaji kuyaleta siku hizi, ili watoto wake wapate kuyaelewa yale ambayo yanahitajika wao kuelewa. Najua akili ni tiba. Akili ni nini? Akili ni tiba. Wakati wowote unapokuwa uko na akili, ujue wewe tayari ni daktari. Wakati wowote unapokuwa hauna akili, ujue uwezi ukatibu chochote, ukafanya chochote. Na Mungu anaelewa mwanadamu anamaweka madistraction kwa mambo mengine, lakini akaweza kuita wengine ili waweze kuwapatia wengine akili. Na akili hii ambayo nakupatia si yangu, ni ya yeye aliyenipatia ili nikupatie wewe. Akili ya kujua majira na nyakati unamoishi, akili ya kujua Mungu wako ni nani, akili ya kuweza kujitenga na kutubu ili kuokoa nafsi yako. Ndio maana ya kipindi cha kuharibika kwa dunia, ndio maana ya kipindi cha geti 7 za mbinguni za kuzimu, na ndio maana watumishi wa Mungu wa Yesu Kristo wanahubiri kila wakati kukutupatia ama kuwapatieni akili ya kuweza kujua Mungu na njia iliyokuwa sahihi. Utakapojua hiyo akili na kuwa nayo ndani ya maisha yako, unaokoa maisha yako, unakuwa tabibu wa maisha yako, unakuwa dokta wa maisha yako mwenyewe. Kwa sababu akili ni nguvu. Sema akili ni nguvu, tafuta akili, na akili inayosema ni kujua Yesu Kristo na sio akili nyingine. Basi hii ni sehemu ya 3. Sehemu ya 3 ambako tutaangalia uamsho na toba. Katika uamsho na toba mambo yalianza kutokea kwamba nilikuwa nikaona mtu amenijia, lakini yuko kwenye msalaba, kwenye mateso. Kwa mara ya kwanza sikuwekeza akili, kwa maana mara nyingi naanza kujali yale ninayotaka kuyaandika, naangalia mara yanaanza kuja mara 2 na kuendelea. Hapo naanza kuwa makini sana, hasa kama sijaelewa. Akili yale ninayoelewa nikiona kuelewa na kuandika direct, lakini yale ambayo sijaelewa na yaacha kwanza. Kama ni Mungu ataonyesha, ataendeleza ataendelea kunifundisha ama kunifunulia niseme. Basi kwa mara ya kwanza nikaona mtu amekuja yuko kwenye msalaba, hakuweza kuongea. Nikakaa, lakini tena mara ya pili tena akaja yuko kwenye msalaba, lakini hata hivyo hakuweza kuongea. Kisha baadaye nikaona wanajeshi wengi sana. Niliona wanajeshi wengi, na hao wanajeshi walikuwa wako tayari kabisa, kama vile wanajeshi wanavyokuwa tayari kwenda kwenye vita. Wamejipanga katika mistari. Na upande mwingine nikaona wanaume wengine wamejipanga
wamejipanga na wako na matarumbeta, wanataka kupiga hizo tarumbeta, lakini kuna wako kama hivi, hawajafikiza hapa ili wapige puu, hapana. Baadaye tena nikaona hao wanajeshi wamejipanga kwenye stari, wako kwenye punda sasa, karibu kwenda vitani. Wamejipanga kwenye mstari pia, wako karibu kabisa kwenda wapi? Kwenda kwenye vitani. Tena nikaona wale wa tarumbeta tayari na wao wako karibu na kupiga ile tarumbeta. Nilipowaona wale wa tarumbeta wako karibu na kupiga zile tarumbeta zao, ndo wapo nikasikia sauti inaniambia katika lugha ya Kifaransa ikisema, pourquoi les gens dorment-ils? C'est la fête d'État. Pourquoi les gens dorment-ils? C'est la fête d'État. Voyez les ténèbres. Wakati nasikia haya maneno, acha kwanza nitafsiri haya maneno. Maneno haya ya Kifaransa yanasema, kwa nini watu bado wanalala? Kwa nini watu bado wanalala? Ni wakati wa mwisho. Ni wakati wa mwisho. Angalieni giza. Angalieni giza. Ndio maana ya hayo maneno. Sasa acha kwanza tusome katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 24 42 hadi 47. Inasema hivi. Inasema, kesheni basi, kwa maana amjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani Mwana wa Adamu yuwaja. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake, awape watu chakula kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo ankuta akifanya hivyo. Amini nawaambia, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini katika andiko lingine, Petro wa kwanza sura yake ya 4 mstari wa 7. Petro wa kwanza 4:7 anasema hivi, lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi iweni na akili, mkeshe katika sala. Iweni na akili, mkeshe katika sala. Nikaona wale wanajeshi, baada ya hapo nikaona wale wanajeshi wanasubiri, yani wako kwa umakini kabisa, wanasubiri ile tarumbeta ilie. Ile tarumbeta zikishakulia waende vitani. Ndipo nikaona tena giza limeingia na kujaa katika dunia. Dunia yote ikawa na giza. Nikaona maandiko katika ile giza, maandiko yakawa yanatokea. Ikaja majina yakawa yanatokea. Maandishi yaliyokuwa yanatokea, maandishi niseme sasa hivyo, ilikuwa ni na ni usiue. Katika hayo tutasoma Kutoka 20 na mstari wake wa 13 unasema hivi, usiue. Na ndiyo nilianza kuona tamaa, uwaji ya wale watoaji wa mimba. Nilipoona watoaji wa mimba, na ndiko hilo ikaja, kaambiliwa usiue. Yani utoaji wa mimba ni mwingi katika dunia,
ambao uwezi ukaelezea. Lakini pia nikaona walevi ni wengi. Lakini pia nikaona watu wanaotembea uchi katika ile dunia iliyofunikwa na giza. Hizo ndo tabia nilizokuwa naona. Hiyo giza maana yake ndio hii ambayo niseme kwa lugha fupi ili uelewe. Lakini pia nikaona wachawi. Lakini pia nikaona maandiko yanaandikwa katika lugha ya Kifaransa, message perpetuel, les prophéties urbaines, les prophéties rurales. Ina maana ujumbe unaojirudia, yani unaorudia kwa lugha nzuri ya Kiswahili, na nabii za vijijini na nabii za mjini. Yani nimepewa hizo kuambia watu walioko katika vijijini wajue ya kwamba vile ambavyo Mungu anavyotaka, na walioko mjini wapate kujua nabii za wakati wa mwisho. Haleluya, 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 haleluya. Sasa niliona watu wanavua samaki. Yes, watu wanavua watu wengine baharini. Watu wanaenda kuvua, wanapanda mitumbwi yao na wanakwenda kuvua. Wakati wanapokuwa wanavua watu. Niliona watu wamekamatika kwenye nyavu kama vile samaki, na wala hawafurukuti kama labda samaki kwenye nyavu uwaga wanafurukuta, wanatamani kujiokoa. Lakini watu niliowaona wanakokotwa na nyavu ya hao watu wengine, wao walikuwa wanalala tu yani wanalala tu na kuingizwa kwenye tumbwi. Baadaye nikaona ile picha, yani wale watu wale ambao wanavua watu wengine, nikaona sasa kumbe wanawachukua na kuwaingiza katika makanisa ya uongo. Wanawachukua kutoka mahali fulani na kuja kuwaingiza katika makanisa ya uongo. Na hao mitume ya uongo, manabii wa uongo, wainjilisti wa uongo, walimu wa uongo na wachungaji wa uongo, huduma zote 5 za uongo ndio zinatenda hiyo kazi kuzunguka ulimwengu nzima, kuchukua watoto wa Mungu kuwaingiza katika makanisa yao ya kishetani. Wale watu sasa wanapochukuliwa na hao watu kuingizwa katika makanisa yao, niliona wakati sasa wanapokufa wanakufa na kuangukia katika mikono ya mashetani. Niliona wamepangwa katika mstari na kupelekwa kuzimu. Ndio hapo sauti ikaanza kuniambia hao watu waliabudu vibaya. Haleluya, 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 haleluya. Hao watu waliabudu vibaya. Waliabudu vibaya. Walisali mahali ambako Yesu hafundishwi. Nikaanza kuambiliwa kanisa liwezalo kuokoa ni lipi na kanisa lisiloweza kuokoa ni lipi. Nikaambiliwa kanisa lisiloweza kuokoa ni lile ambalo alifundishi Yesu Kristo. Ni lile ambalo Yesu Kristo hakuweka mtu wake hapo. Nikaambiliwa kanisa ambalo lina uwezo wa kuokoa ni kanisa lile kwanza linafundisha Yesu Kristo, pili linafundisha toba na toba, utakaso wa nafsi, kuweka mtu kuwa tayari kwa kumwona Mungu wake, na wanamwabudu Mungu wa kipekee aitwaye Yesu Kristo peke yake. Kaambiliwa Mungu ni mmoja. Wa Mungu hawajagawanyika, wawili watatu, ni mmoja tu, na jina lake ni Yesu Kristo wa Nazareti. Takwenda kusoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 na mstari wake wa 4, inasema hivi, 4 hadi 5. Sikiza, Kumbukumbu la Torati 6:4-5 inasema, sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu,
Bwana ndiye mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Wanaona, nikaambiwa kumbe kuabudu, utakapoabudu mahali ambako Yesu Kristo anafundishwa, lakini pia ni mahali ambako ni Mungu alianzisha hilo kanisa. Yesu Kristo alianzisha hilo kanisa na anaweka mtumishi wake hapo ili afundishe zile kondoo zilizo hapo. Tofauti na hivyo, kanisa zingine si za Yesu Kristo, ni za kishetani. Hata kama mchungaji hawezi hakujiunga na kishetani, lakini hakupewa ule wito wa kuhubiri kama mchungaji. Hana wito wowote, anajiuikiza kwa sababu ya tamaa aonekane ni yeye ni fulani. Yesu alijua ile kanisa. Yesu mwenyewe ndio analifungua kanisa na kuchukua mtu na kumweka mahali fulani. Hapo utaona toba, hapo utaona mtakaso. Yesu atafundishwa na utakatifu utakuwa hapo mahali ambako Yesu Kristo anafundishwa, na watamwabudu Yesu Kristo peke yake ambaye ni Mungu mmoja. Nikaendelea kuona mambo mengi. Nikaona tena maji mengi. Na katika hayo maji mengi, nikaona juu ya hayo maji kuna mitumbwi mingi. Katika hiyo mitumbwi, nikaona mitumbwi inatoa viumbe kama wanawake. Lakini nilipokuwa naangalia, vilikuwa kama vile ni wanawake, lakini vina miguu minne na mikono miwili. Miguu minne na mikono miwili. Na vinasimama na miguu yote minne hivi kama vile mtu anavyosimama. Alafu vinatoka katika mitumbwi hivi vinaingia katika bahari. Wakati hivyo viumbe vinaingia katika bahari, nikaona yale maji yote yamekuwa damu, na upanga nikaona unatembea juu ya bahari, na bahari yote inakuwa ni damu. Bahari ilipochafuka, baadaye nikaona kukaja mwanajeshi. Mtu ambaye ni mwanajeshi akaja, akafika naye akadema juu ya ile bahari iliyokuwa ni nyekundu. Yeye akaondoa ule uwekundu wote. Nikaona tena bahari, yale maji yamekuwa meupe. Lakini nikaangalia sasa, samaki wengi wakawa weupe, na wote wakakusanyika kutoka kila pembe ya bahari, kila kona kwenye bahari, na kwenda kusimama kwenye chini ya miguu ya huyu mtu. Na huyo mtu akapaza sauti kuwaita watakatifu. Nao watakatifu wakaja, sikuweza hesabu yao. Lakini pia sauti ikaniambia, yeye ndiye atakaye kusanya watu wake. Yeye ndiye mfalme wa amani. Takwenda kusoma katika Isaya 9 mstari wa 6. Isaya 9 mstari wa 6. Isaya 9 na mstari wake wa 6 anasema hivi: maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Nikaambiwa huyu ndiye mfalme wa amani. Baadaye niliona angani jua limewekwa giza. Baada ya jua na mwezi kuwa na giza, nikaona anga yote imekuwa nayo, yani jua, mwezi vimekosa kutoa mwangaza wake. Ile mwangaza ukatoka kabisa kwa jua na mwezi, na anga yote ikawa ni giza. Sasa anga ilipokuwa giza, nikaona mtu amekuja kwenye punda, na nyuma yake niliona kuna watu wengi walio juu ya punda. Na wanadamu hapa duniani walipomuona huyo mtu, wanadamu waliomboleza mbele zake. Nikaona tena nyoka. Sasa nikaona punda amekuja. Na nini sitamani nyoka.
nyoka anasimama juu ya nchi kavu, yani yuko nchi kavu, lakini akitapika maji kwenye bahari. Maana unajua wewe ulishawahi kwenda kwenye bahari, labda umeenda kwenye kuoga baharini, unajua hii watu wanakuwa kwenye mchanga na wanaangalia maji haya. Ndio vile alivyokuwa nyoka. Hakawa anatapika yale maji, yale maji kutoa vitu kwenye kinywa chake kama vile maji meusi, na yale maji yakachukua form, muonekano wa yale maji ambayo nyoka anayatoa, maji nayo yakawa ni meusi. Baada ya yale maji kuwa meusi, nikaanza kuonyeshwa sasa matukio yanayotendeka katika dunia. Tukio la kwanza ambalo nilianza kuliona, niliona watu wakapenda pesa. Hilo ndilo tukio la kwanza. Tamaa ya pesa ikaongezeka kwa viwango vikubwa katika mioyo ya wanadamu. Tukio la pili, wanawake walioolewa wakawaua waume zao ili wao wabaki kuwa na zile pesa ambazo waume zao wako nazo. Yani umeolewa na tajiri, lakini kwa sababu tamaa imekuingilia, unaua mume wako ili wewe ubaki na zile pesa. Nikaona wanawake walioolewa wanawaua waume zao ili waume zao waliokuwa na hela ili wao wabaki na zile pesa. Baadhi yao waliwaua kwa uchawi, na wengine waliwaua kwenda kulipa hela kwa majambazi, na wajambazi wakawaua waume zao na wao wakabaki na pesa. Baada ya tukio hilo, nikaona tukio lingine. Nikaona wazazi wakaanza kosa maelewano, yani watu wawili walioana, mama au baba wawili walioana, wakaanza kukosa maelewano. Lakini kwa sababu mama na baba wamekosa maelewano, watoto wakawa ndo wanaumia, watoto wakawa wanachafuliwa maisha na wazazi wao, kwa sababu wazazi labda wamepigana, huyu ameenda huku, watoto wamebaki tu kuwa ndo victim wa ile fujo. Hawana tena elimu ya baba na mama, hawana tena mashauri ya baba na mama. Ndoa ziko na amani, watoto wamekosa kufundishwa, watoto wakawa wanachafuliwa maisha kwa njia hiyo kwa sababu ya fujo ya baba na mama. Haleluya, 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 haleluya. Tukio la 4 ambalo nimeliona, kwa ajili ya pesa, tamaa ya pesa, kwa ajili ya pesa na tamaa ya pesa, wanawake wakajiuza. Wanawake, kundi lingine la wanawake la kujiuza likatokea kwa ajili ya nikaona tukio la 5. Tukio la 5 nililiona baada ya yule nyoka kupeleka yale maji katika bahari. Bahari ikachanganyika ikawa nyeusi, na matukio haya yakaanza kutokea kwa wanadamu. Niliona kwa bahari kwanza, ndiko nikaanza kuona wanadamu kama hivi unavyoniona, vitu vinavyotendeka sasa katika dunia ama katika ulimwengu. Ole ni kwa ulimwengu. Sikiliza, tukio la 5 ambalo nililiona, nikaona falme za dunia, serikali zilizokuwa na nyuklia. Nikaona mabomu ya nyuklia, wanajeshi wengi nikawaona. Nilipoona falme za dunia, ndipo sauti ikaniambia, falme zote za dunia zitatetemeka mbele yake Yesu Kristo. Haleluya. Zote zitatetemeka mbele ya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Zote zitatetemeka mbele zake. Tukio la 7 ambalo nililiona, tukio la 7, nikaona kitambaa cheupe na picha ya Yesu Kristo inazagaa ulimwengu mzima, kila kona angani, lakini kila eneo nilipokuwa napeleka macho yangu naona Yesu, 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 Yesu. Yaani alikuwa everywhere. Alikuwa kila mahali, lakini angani namuona. Yaani nikizungusha hivi Yesu, nikikaa hata kuangalia chini hivi Yesu, nikikaa hivi namuona Yesu yuko
kila mahali. Baada ya hapo mimi kumwona, sauti ikaniambia haya maneno: Yesu Kristo ndiye mfalme atakayedumu milele na atakayetawala milele. Falme za dunia zinapita, lakini falme moja tu, ama mfalme moja tu ya mbinguni, ama mfalme mmoja Yesu Kristo ndiye atakayeweza kutawala milele. Tukio la nani lilikuwa niyo sauti imeniambia hivyo? Tukio la 9. Nataka niende polepole kwa sababu watu waelewe vizuri. Tukio la 9, nilianza sasa kuona machupa kama ya bia. Zile bia zile, chupa za pombe kama zile za pombe, zimejaa sana angani. Anga yote liliona imejaa chupa za bia. Lakini nikawa bila kuelewa. Ndipo nikaanza kuomba sasa nipate tafsiri, maana gani chupa hili? Nani chupa za bia za pombe ziko, lakini ziko angani nyingi ya mabati au, lakini zilikuwa hazina kitu ndani yake. Wakati mimi ninaanza kuomba tafsiri, sauti ikaniambia chupa inamaanisha ulevi, kama chupa inamaanisha ulevi kama ndani muna pombe. Hiyo sauti inaniambia. Sauti iliposema hivyo tu, yani kuniambia hivyo tu, nikaona zile chupa zote zimejaa, ziko na pombe, yani pombe chupa vile yani zile bia zile kubwa zile, na zinafungwa na zile zinafunikwa ile mifuniko yake kule juu, yani ni new, ni mpya kabisa, zingali zinatoka kwenye kiwanda. Nikaona vile. Baada ya kuona hivi haya yote, nilikuwa bado sijaelewa hivyo maana yake ni nini. Mimi niliendelea kusisitiza kujua maana ya pombe, chupa za pombe ndio naziona. Sasa ndo nikaanza kuona sasa. Tukio la 11 likaja, nikaona tena chupa za pombe nyingi sana. Pia baadaye nikaona sasa mtu msalabani. Huyo mtu alipokuja msalabani, nikaona mtu mwingine anaenda na kumpiga mkuki kwenye mbavu zake, kwenye huyu mkuki wa mbavuni. Huyu mtu alipompiga mkuki mbavuni, ama kumchoma mkuki mbavuni mwa mtu aliyekuwa katika msalaba, nikaona tena mtu huyu, kabla ya kwenda kumchoma mkuki yule aliyekuwa msalabani, nikaanza kuona yule aliyekuwa msalabani jinsi gani, yani nirudishwa nyuma kidogo, jinsi gani alivyopigwa, jinsi gani alivyodharauliwa, jinsi gani alivyokataliwa, jinsi gani alivyofanywa hadi kwenye msalaba akantundika na akamchoma na mkuki. Ndio tena nikaja nikamalizia hapo. Baada ya kuona hiyo yote scene, sauti sasa ikaanza kuniambia na kuanza kunionyesha maana ya zile chupa za pombe ni nini. Sauti ikaanza kusema, walimsulubisha Yesu Kristo akafa na kudharauliwa kwa ajili ya dhambi za watu, lakini mbona mnalewa kwa dhambi? Kumbe yule yote nilikuwa naona pombe, chupa za pombe, ilikuwa ina maana ya dhambi, jinsi gani watu wanavyolewa na dhambi. Lakini mbona mnalewa na dhambi? Mbona mmelewa? Hilo ni swali ambalo Yesu Kristo anauliza ulimwengu ujui na kupata kujibu. Mbona mnalewa? Mmelewa na dhambi? Takwenda kusoma katika kitabu cha Warumi. Warumi sura ya 3 mstari wake ni ndefu kidogo. Warumi sura ya 3 Warumi sura yake ya 3 na mstari wa 9 hadi 18. Inasema hivi. Warumi sura ya 3 mstari wa 9 hadi 18 inasema hivi. Ni nini basi? Tu bora kuliko wengine? La, hata kidogo. Kwa maana tumekwisha kuwashitaki Wayahudi na Wayunani ya kwamba pia wamekuwa chini ya dhambi.
kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna afahamuye, hakuna amtafutai Mungu. Wote wamepotoka, wamehoza wote pia, hakuna mtenda mema, la hata mmoja. Koo lao ni kiburi, koo lao ni kaburi wazi. Kwa ndimi zao wametumia ila, sumu ya fira chini ya midomo yao. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Miguu yao ina mbio kumwaga damu. Uharibifu na mashaka yamo njiani mwao, wala njia ya amani hawakuijua. Kumcha Mungu hakupo machoni pao. Baada ya kupata hiyo andiko, nikaambiwa tukio la 12, hilo ni tukio la 12 ni andiko. Tukio la 11 ilikuwa nilisema tafsiri ya chupa, na tukio la 13 likaja wanadamu mkumbuke jinsi alivyoteswa. Mwanzo mawazo wanayowaza wanadamu ni mabaya sana. Kumbukeni ulimwengu wa zamani, Bwana alipoona mwanadamu amepotoka na kila analoliwaza ni baya, aligairi kuumba mwanadamu, akawaondoa wote wasio na haki. Nanyi jifunzeni hayo. Takwenda kusoma katika kitabu cha Mwanzo 6:6-7. Mwanzo sura 6 na mstari wake wa 7. Sura 6 mstari wa 6 hadi wa 7 unasema hivi: Bwana akaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na ghairi ya kwamba nimewafanya. Huo ndio mfano sasa, na sisi tunaambiliwa, sisi wa leo tukumbuke na kujifunza juu ya mambo. Kama aliua wale wa zamani, na wale wa leo wanaotenda dhambi watakufa sawa sawa na wale wa zamani waliokufa kwa sababu ya dhambi. Kuharibika kwa dunia kuna kuja kukuweka wewe kujua mtazamo wa kuabudu Yesu Kristo. Kuharibika kwa dunia kuna kuja kukufanya wewe uwe Kristo maalumu mbele za Yesu Kristo. Kuharibika kwa dunia inakuja kukuweka mahali pazuri upate kujua ni kanisa gani unalosali, unaloabudu, unalokwenda kumwabudu Yesu Kristo. Je, itakatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, muumini mchungaji amewekwa na Kristo? Mungu amekuongoza hapo, usali hapo? Amina. Nina imani ya kwamba utalitendea kazi, na kama ulishalitendea kazi, Bwana Yesu Kristo anaweza zaidi. Kuharibika kwa dunia kumekuja kukupatia akili ya kwamba mfalme atakayeweza kudumu milele ni Yesu Kristo peke yake. Falme zingine zaweza kuwa maarufu na kutisha, zitapita, zina kikomo. Sikiliza tukio la 16. Nikaona watu wanacheza karata na huko wanatozana pesa. Nikaona michezo ya omoni mondele. Omoni mondele hii ni Lingala. Omoni mondele yani unaona mzungu. Omoni mondele ni ile michezo kama anaweza kaweka vile vibiriti vitatu vile, alafu anaweka anachanganya hivi, halafu anakuambia uchague mondele wako yuko wapi. Ukichagua mondele ukipata unapata pesa, usipopata wao wanachukua zile pesa zako. Nikaona watu wanawekeza akili katika mambo hayo, mambo ya kupata hela, ya michezo ya kupata hela, wakashindwa kuelewa ya kwamba tu wakati ngumu, wakati wa mwisho, watu wafikirie toba. Watu wako katika hela, kucheza sio faa. Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao
wanapitia majanga kule kwetu East ya Congo. Tunazidi kusema tu pole